Habari za kusikitisha kutoka kwenye tasnia ya muziki ni kwamba msanii maarufu Barnaba amekumbwa na pigo kubwa baada ya studio yake kuteketea kwa moto. Tukio hili limewashtua mashabiki wake pamoja na wadau wengi wa muziki ambao wamekuwa wakifuatilia safari yake ya muziki kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa, moto huo ulizuka na kusababisha uharibifu mkubwa wa vifaa mbalimbali vilivyokuwa ndani ya studio hiyo. Studio hiyo ilikuwa moja ya maeneo muhimu sana kwa Barnaba, kwani hapo ndipo alipokuwa akifanya kazi zake nyingi za muziki, kuandaa nyimbo mpya pamoja na kushirikiana na wasanii wengine. Kitu kilichowagusa wengi ni namna Barnaba alivyoonyesha huzuni kubwa kutokana na tukio hilo. Watu wengi wanaona studio kama jengo la kawaida, lakini kwa msanii, studio ni zaidi ya jengo. Ni sehemu ambayo ndoto zinatengenezwa, vipaji vinaendelezwa na kazi zinazobadilisha maisha ya watu zinazaliwa. Inasemekana kwamba vifaa vya thamani kubwa kama kompyuta, vifaa vya kurekodia sauti, mixer, speaker, pamoja na vifaa vingine vya kisasa vimeharibika vibaya. Vifaa hivi vina gharama kubwa sana na mara nyingi huchukua muda mrefu kuvipata na kuvikusanya. Mbali na hasara ya vifaa, kuna uwezekano kwamba baadhi ya nyimbo ambazo zilikuwa zinaandaliwa au miradi ambayo ilikuwa haijakamilika pia imeathirika. Hii ni kwa sababu wasanii wengi huweka kazi zao ndani ya mifumo ya studio kabla ya kuzitoa rasmi kwa mashabiki. Mashabiki wengi walipozipata habari hizi walionyesha masikitiko makubwa kupitia mitandao ya kijamii. Wengine walituma salamu za pole huku wakimtaka Barnaba kutokata tamaa. Wapo waliokumbusha kwamba katika historia ya muziki duniani, wasanii wengi wamepitia changamoto kubwa, lakini waliweza kusimama tena na kuendelea kufanya kazi. Kwa upande mwingine, tukio hili limefungua mjadala kuhusu umuhimu wa usalama wa studio na sehemu za kazi za wasanii. Wadau wengi wameanza kuzungumzia umuhimu wa kuwa na mifumo ya kuzima moto pamoja na njia za kuhifadhi kazi muhimu katika sehemu tofauti ili kuepuka hasara kubwa pale majanga yanapotokea. Barnaba ni mmoja wa wasanii ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu na kujijengea jina kubwa ndani na nje ya Tanzania. Kwa miaka yote aliyokuwa kwenye muziki, ameweza kutoa nyimbo nyingi zilizopendwa na mashabiki. Ndiyo maana tukio hili limeguswa na watu wengi kwa sababu wanafahamu juhudi kubwa ambazo ameweka kufikia mafanikio yake. Licha ya maumivu haya, jambo la kufurahisha ni kwamba Barnaba hajakata tamaa. Wengi wanaamini kwamba pamoja na hasara iliyotokea, ataweza kujipanga upya na kurejea akiwa na nguvu zaidi. Mara nyingi changamoto kama hizi huwa mwanzo wa mafanikio mapya kwa watu wanaojua kupambana na kutokubali kushindwa. Kama tunavyojua, maisha yana changamoto nyingi na hakuna anayejua kesho itakuwaje. Leo unaweza kuwa juu na kesho ukakutana na mtihani mkubwa. Lakini kinachomtofautisha mtu mmoja na mwingine ni uwezo wa kusimama tena baada ya kuanguka. Kwa sasa mashabiki wanaendelea kumwombea Barnaba apate nguvu ya kuvuka kipindi hiki kigumu. Wengine wamependekeza wadau wa muziki kumuunga mkono ili aweze kurejesha studio yake na kuendelea kutengeneza kazi ambazo mashabiki wake wanazisubiri kwa hamu. Sasa swali linabaki, je, Barnaba ataweza kurejea kwa nguvu zaidi baada ya pigo hili kubwa? Wengi wanaamini jibu ni ndio, kwa sababu tayari ameonyesha mara nyingi kuwa yeye ni mpambanaji na mtu ambaye hajawahi kukata tamaa kirahisi. Tuendelee kumwombea na kumpa moyo katika kipindi hiki kigumu. Andika maoni yako hapo chini. Je, wewe una ujumbe gani kwa Barnaba baada ya studio yake kuteketea kwa moto? Usisahau kulike video hii, kushare kwa marafiki zako na kusubscribe ili kuendelea kupata habari zote za muziki na burudani kila siku. Asanteni sana kwa kutazama na tutaonana kwenye video nyingine.